Majina naitwa Pendo. Watu wengi wanifahamu kwa maarufu ni Upendo. Kwa majina naitwa Pendo, alimaarufu ni Upendo. Jana nilitoka nyumbani kwa ajili ya kwenda mahakamani kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Lissu. Niliwahi sana kufika mahakamani. Nilipofika pale nikazunguka mtaa wa pili nikasubiri kidogo. Kama saa 2:30 nikawa nasogea huku mbele. Nikakuta kina Mheshimiwa Pambalu, Mwaipaya na viongozi wengine. Kulikuwa kuna purukushani pale getini. Sisi ni mwandishi wa habari alikuwa anakamatwa pale na polisi. Kwa hiyo tukawa tumerudi nyuma. Tukarudi na kina Pambalu kule tulikotokea. Tukashauriana kwamba turudi ili tuweze kuwasaidia wenzetu ambao wanasumbuliwa pale getini. Wakati tunarudi, tukamkuta dada, sikuweza kumfahamu kwa muda ule. Yuko chini, juu yuko uchi. Nilikuwa na mtandio. Nikatoa ule mtandio kwa ajili ya kumsaidia yule dada. Wakaja askari 3 wa kike. Wakataka kunikamata. Sikutaka kukamatwa mpaka nimsaidie yule dada. Nikasogea nyuma. Nikawa napurukushana nao pale ili niweze kumsaidia kwanza yule dada ambaye yuko pale chini kwa sababu alikuwa yuko mtupu kabisa. Alichokifanya akaja askari mmoja na kama mwenge hivi. Akaniambia unafanyaje askari wangu? Nikamwambia mimi sina tatizo nao, naomba aniache nimstiri huyu dada. Alichokifanya yule mtandio akafanya kuninyang'anya, wakawa kama wanamkabia tena Eliza. Pale getini. Wale askari wa kike wakaniacha, akaja askari wa kiume kama 3. Wakaniambia ingia kwenye gari, ambako gari hilo kuna Mwaipaya na Pambalu na viongozi wengine. Sikutaka kupanda kwa sababu Eliza alikuwa analalamika sana pale chini. Mwaipaya akaniambia Pendo, panda tu. Ikabidi nikapanda kwenye gari. Tukapanda kwenye gari tukakaa pale. Baada ya muda gari ikawa inatoka. Tukatoka tukaenda mpaka Sarenda. Tukapaka Sarenda gari ikawa imesimama opposite na kituo. Akaja askari mmoja pale ana nyota 2. Akaambia au pelekeni porini. Gari ikaachwa pale. Dereva alikuwa anaendesha ile gari ni mgeni. Alikuwa anaelekezwa. Kunja hivi, nenda hivi. Tukapita Kawe. Tukakaa tukaenda mpaka Wazo hili juu kule. Kuna kituo cha polisi. Kiko polini hivi kama hakitumiki. Tulimkuta askari mmoja. Tukashushwa, tukawekwa pale mapokezi. Kama dakika kadhaa tu hivi 5-6. Akarudi askari. Turudi kwenye gari. Tukarudi kwenye gari ya polisi. Gari ikaanza sasa kuelekea Mbweni. Tukafika Mbweni karibu na kituo, wakayutani, tukarudi, tukaelekea Ununio. Tumefika kule Ununio tukakuta kuna defender 2. Zimejaa askari wengi sana. Tulivyotoka pale askari alikuwa ameninyang'anya mimi simu yangu. Tumefika kule jua lilikuwa linawaka. Mimi ndo nilianza kushushwa kwenye gari. Nikawa napigwa na askari wa kiume kama 3. Walikuwa wachagui sehemu za kupiga. Walikuwa wananipiga sehemu zozote, kwa hiyo ile rungu ikija hivi nikawa nazuia. Wakanipiga kila sehemu. Usituletee si uzuri afu wanatukana matusi ya nguoni. Una cheo gani Chadema? Nikamwambia mimi sina cheo. Ulikuwa unamsaidia yule pale chini ni nani yako? Nikamwambia ni mwenzangu, nilikuwa nataka tu nimstiri. Walinipiga sana, baadaye wakawashusha wenzangu. Pako tambarare, tukaambiwa tulale tuangalie jua. Kabla sijakaa pale chini nilipigwa rungu nyingi sana, nikajikuta nimedondoka. Nilipodondoka wakatuamrisha vueni viatu. Tukatuvua viatu kwa wakawa wanatupiga kwenye nyayo zile rungu. Mimi nilikuwa napigwa na askari kama 4 peke yangu. Wakanipiga kwenye nyayo sana, baadaye nikakunja miguu. Nilipokunja miguu wakawa wanapiga kwenye magoti. Yaani nimepigwa sana kwenye
kwenye magoti, piga sana kwenye magoti, piga sana humu. Baadaye nikaona kama nakufa, nikageuka, nikalala hivi, nikajua labda wataniacha. Nilivyolala wakaja wakaninyanyua, sikujua kwa nini walikuwa wanadili sana na mimi. Wakaniweka pembeni, wakaniita, toa password kwenye simu. Mikono yangu muda huo ilikuwa imepigwa sana, vidole vimekunja, siwezi kutoa ile password. Wakanipiga sana askari kama 4 5 ya kila sehemu. Waliambia toa password usiletee uzuri, afu anatoka na matusi ya nguoni. Ikabidi nimtajie ule askari kwa maneno, akaitoa password. Wakaenda wakakaa pembeni, askari wengine wakawa wanaendelea kunipiga. Walivyorudi wakaja askari kama 4, walikuwa wanaongea lugha ya Kisukuma hivi. Kuna baba mmoja alikuwa na rungu zito. Yule baba alinipiga sana. Piga mgongoni, wakaninyanyua. Wakaniambia nilikuwa nimebeba wallet. Wakaniambia weka chini. Nikaweka chini. Wenzangu walikuwa wamepelekwa mbele, wanaomba tuende tukaogeshe na maji safi. Kwa hiyo wakawa wameenda mbele, mimi nikawa nimebaki nyuma kwa sababu nilikuwa nishapigwa sana. Nyanyuka nashindwa. Ile ninashindwa. Rungu zikaja, usituletee uzuri, nyanyuka. Wewe unajifanya unajua kwenda mahakamani. Chadema wanakulipa nini? Inuka, usituletee uzuri. Ikabidi nijikongoje pale. Nikaenda nikakuta wenzangu wana roll kwenye maji machafu yananuka. Nikaambiwa niungane na wao. Nikaungana pale, wananiambia loesha nywele hizo, afu wanaturekodi. Toka wanatupiga, askari 3 wanarekodi, wengine ndo wanatushambulia. Na lazimishwa kushusha kichwa kwenye tope lile, kwenye yale maji, bado hujaloa. Akaja askari mmoja, mama, akamwambia namuomba huyu dada. Akanivuta pembeni, akaniambia dada utakufa. Na kuonea huruma, hebu simama hapa. Nikasimama, akaja askari yule ambaye anaongea Kisukuma. Akanitoa kwa yule mama. Akaniambia panda kwenye gari. Wakati napanda akaja askari wadogo wawili wa kiume, wakawa wananipiga. Konkodi, wamenipiga sana sehemu hizi zote. Lazimishwa kupanda kwenye gari na dondoka. Na bosi tuletee uzuri peleka kwa mwanaume wako. Tuletee sisi uzuri, panda. Na leo mtatuambia ni nani aliyewatuma mfike mahakamani. Ikabidi tujitahidi, wenzangu wakanisaidia kidogo, alikuwa na nguvu akaniinua. Nikaingia kwenye ile gari. Kwenye ile gari tunalazwa chini, wao miguu yao wanaweka juu. Tukaondoka pale, wakatupeleka kituo cha Mbweni. Kuna mahabusu mmoja, mimi nikawa wenzangu nilitengwa nao, sikujua wao wamepelekwa wapi. Kule mahabusu hapa nilipigwa chuma. Kukaa kumetoboka ndani, kwa damu inaruka. Nikajaribu kumwambia yule askari nisaidie hivi nitakufa, damu inamwagika muda mrefu. Wakaniambia kwani ulitumwa uende mahakamani? Nyinyi si hamtaki kutii serikali. Kakaa pale. Nikawa nasikia kiu sana. Nikajaribu kuomba nisaidieni maji. Hawakunisaidia, tumekaa pale kama masaa 3 au 4. Wakaja wakaniita jina. Kwanza wanauliza unakaa wapi? Nikamwambia tukikuachia unaweza ukaondoka. Nikamwambia nitaondoka. Nikatolewa pale. Nilipopelekwa pale mapokezi, nilikuwa siwezi kutembea. Nikadondoka, nikapoteza fahamu. Kaka. Fahamu zilivyorudi, wakaenda kuchukua tena rungu. Atuambia wewe, usituletee sisi za kuleta. Ushanielewa? Hapa ni rungu mwanzo mwisho. Wakaanza tena pale mapokezi kunipiga. Ikabidi nijitahidi, wakaniwekea kiti, nyanyuka mwenyewe, hataki kulipa hata msaada. Ikabidi nyanyuke na kile kiti. Nikajitahidi kutembea na ukuta. Nafika pale nje na ukuta wenzangu kina Maipaya. Kwenye gari kwa muda ule nilikuwa siwezi tena chochote. Miguu yote ilikuwa imekufa ganzi. Nasikia kizunguzungu, damu inamwagika. Wanalazimisha kupanda kwenye gari, nikashindwa. Wakafungua mlango wa nyuma. Askari mmoja akapita mbele, wakawa wananivuta. Wakanipanga kule chini. Nilipofika mbele, ule mlango ukawa haufungi. Wanakandamiza miguu yangu. Baadaye askari mmoja wa kiume akaja akanivuta mpaka nje. Akaniambia tunakuacha hapa, wenzako wanaondoka, futana atakachokufanyia. Niliposikia ile kauli, nikamwambia askari naomba nisaidie. Nipande, sina nguvu. Wakanichukua, wakaniburuza mmoja kule, wakanitupa tena kule. Nikawa nimekaa karibu na Mheshimiwa Pambalu, nimemwegemea. Tukaondoka, sijui tulipo. Baadaye nikamuuliza Mheshimiwa Pambalu, kwani huku tuko wapi? Akaniambia tuko Bagamoyo. Tulipita kwenye pori, kilomita nyingi sana. Ndani ya pori. Tukafika sehemu hakuna makazi.
wakamwambia washuke. Mimi kwa sababu nilikuwa siwezi kuinuka, akaja askari wa kiume akanivuta miguu akanitupa chini barabarani. Akaja Mwaipaya akanisaidia kuinuka, akasema tuondoke kwenye ile eneo kwa sababu wanaweza wakatuma wengine au wenyewe wakarudi, tujitahidi. Kwa wale ambao walikuwa tuwezi kutembea kabisa, wale wenye nguvu wakawa wanatusaidia sisi. Tukamove tukaenda upande wa pili ili kwenda kujificha kwenye chaka lingine. Tukamwona mwanafunzi anapita mdogo dogo. Wakamuita akamwambia tunaomba utusaidie kutuitia bodaboda. Kale katoto kakaenda, bodaboda wakaja pale kama watatu wanne. Wanatuambia ni tulijua tu. Hii gari ilipopita na watu wa Chadema tulijua kunajua kukuta mizoga. Yaani tumejua tu pale kijiweni. Kwa hapa ndio tukaomba msaada, wakatusaidia, wakatupeleka mjini. Watu tumefika mjini pale, wakajaribu kutusaidia. Alikuja baba mmoja, alikuwa pale pale maeneo yale. Alikuwa amevaa kitenge, shati la kitenge la kijani. Akawa anawazuia watu pale wenye magari. Msiwasaidie, huu ni msala, msiwasaidie. Mtu asitoe gari, yani huu ni msala mwanangu, lazima uko mbele mwende iwaletee shida. Baadaye bodaboda wakaenda mbali, wakaenda kutuletea gari. Walipotuletea ile gari tukapanda kwenye gari, tukafika mbele, dereva akasema nimepokea simu. Kwa kweli imenivunja moyo, mimi siwezi kuwasaidia tena. Tukamwambia basi tusaidie tushushe sehemu yote ambayo tunaweza tukapata hata bajaji. Yule dereva akatupeleka sehemu akasema shukeni hapa. Unaweza mkapata bajaji. Kwa hiyo tukashuka pale, hatukupata bajaji. Tumesubiri muda mrefu afu tunaendelea kuumwa. Kwa hiyo ikabidi kina Mwaipaya wakapambana kutafuta Costa. Ikabidi tukae kwenye Costa hivyo hivyo kwa kujibana, miguu haikunji, wengine ndo tuna nini hivyo hivyo. Wakaongea na viongozi wa chama, wakatuambia wanatutumia gari. Ile Costa ikatusindikiza mpaka Mbezi Beach pale. Ndio wakaja viongozi wa chama, wakaja kutuchukua. Tukapelekwa Mwananyamala. Nashukuru viongozi kwa kweli. Bila viongozi kusimama jana, kama mimi nilikuwa naona kabisa kwamba nitakufa. Nisingepata huduma ya haraka. Mimi nisinge survive. Shukuru sana. Pole sana. Hiyo ni Pendo. Nataka wandugu wa habari na Tanzania wamuone tu huyo Eliza ambaye alidhalilishwa jana, aliongea, alidhalilishwa, ambaye ndugu Noeli alitaka kumsaidia na ambaye Pendo alitaka kumsaidia. Eliza simama. Huyo ndio